Awali ni wakili wa kujitegemea, niko pamoja na Eric Muta na Tangalala, wote ni wakili wa upande wa utetezi. Kwa siku ya leo tulikuwa na kesi mbili. Kesi moja iko kwa Mheshimiwa Kiama, kesi ya pili iko kwa Mheshimiwa Lemba. Mheshimiwa Mwalimu. Kesi ya kwanza kwa Mheshimiwa Kiama, tulikuwa tunakuja kwa ajili ya kuangalia kama ushahidi umekamilika. Na ushahidi kwa siku ya leo tumekuta ushahidi haujakamilika, lakini pamoja na kwamba ushahidi haujakamilika, tumekutana na maombi ya upande wa Jamhuri kupitia kifungu cha 92 kifungu kidogo cha kwanza kinachoruhusu upande wa Jamhuri kuondoa mashtaka pale ambapo wanaona kwamba kesi sio ya msingi sana kuendelea nayo. Kwa kesi ya kwanza kwa upande wa Jamhuri, ambayo ilikuwa ni kesi iliyoko kwa Mheshimiwa Kiama, wameondolewa mashtaka watuhumiwa 57, mashtaka ya uhaini. Mashtaka hayo yalikuwa yanawashikilia 57 wote kwa pamoja, lakini wengine ambao wamebakizwa wako washtakiwa 4 ambao wamebaki na mashtaka hayo ambayo bado tunaendelea nayo. Na kwa upande wetu, upande wa utetezi, hao 4 tunaendelea nao kwa ajili ya kuwatetea, kuangalia haki zao zinapatikana katika misingi ipi. Lakini pia kwa upande wa kesi iliyoko kwa Mheshimiwa Mwalimu, wameondolewa, walikuwa washtakiwa 22, wameondolewa mashtaka watu 19, watu 3 wamebakizwa wakiwa wanaendelea na mashtaka ambayo yanawakabili. Kwa hiyo katika hilo lote tunasema kwamba ni juhudi ambazo tunaona kwamba upande wa utetezi na upande wa Tanganyika Law Society na upande wa mawakili wa utetezi wote wamefanya juhudi katika kutambua na kuweza kusimama vyema katika kuwakilisha watuhumiwa wote kwa pamoja. Kila mtuhumiwa ana haki yake ya msingi katika kutetewa na kuweza kuwakilishwa anapokuwa na mashtaka hayo. Lakini pamoja na hayo, tumeona ni vyema kwamba kwa wale ambao wameondolewa mashtaka ni kwa sababu ya mtazamo na uhakiki wa mashtaka hayo katika kupitia sheria ambazo zimewekwa kwamba kama shauri husika linaona kwamba halina mashahidi, haliwezi kuendelea mahakamani, ni vyema likaondolewa kwa ajili ya kupisha nafasi ya wale ambao wana makosa sahihi kuendelea na makosa yao ili haki iweze kutendeka. Sisi kwa kwanza tunaendelea kutoa uwakilishi ambao ndio kazi ya muhimu sana katika nafasi ya Tanganyika Law Society. Kazi hii imeonyeshwa wazi kwamba kweli mwitikio ni mkubwa sana kwa upande wa tetezi, na tunawashukuru wote ambao ni mawakili wamejitolea katika kusimamia, kuweza kutetea na kusimama vyema kutafuta haki ya kila Tanzania ambaye ameguswa na jambo hili. Haki hiyo imetendeka ni pale ambapo naona kwamba baadhi ya watuhumiwa wameondolewa makosa yao na sasa hivi wamerudi katika majukumu yao ya kujenga uchumi wa nchi. Na penginepo wangeendelea kukaa ndani, tungepoteza uchumi wa nchi ambao tunategemea kila Mtanzania anapambana nao. Lakini pia wana wazazi, wana watoto, wana wategemezi wengine ambao kwa sasa kwa kuondolewa mashtaka haya imepelekea wao kuendelea kushiriki katika shughuli za uzalishaji na katika shughuli za utendaji kazi, kutumikia na kusimamia vyema katika ngazi ya kuwajibika katika jamii. Naitwa wakili Lugano Kitangalala, ni wakili ambaye pia nilikuwa ni mmoja kati ya watu na watetea pamoja na wenzangu hawa watuhumiwa. Kimsingi ni kwamba ni haki ya msingi mtu kurudishiwa vitu vyake pale ambapo kesi inakuwa imeishwa, vile vitu ambavyo alikuwa navyo wakati anakamatwa. Sasa tumeiomba pia mahakama itoe maelekezo kwa wenzetu kwamba wale watu ambao pengine walikamatwa wakiwa na vitu vyao ikiwemo pesa na simu waweze kurudishiwa, na mahakama imetoa maelekezo kwamba watakuja mahakamani, kila mmoja atapewa nyaraka inayoonyesha kwamba akapewe vitu vyake alivyokuwa ameviacha wakiwa polisi. Kwa hiyo rai yangu kwa hawa watu walioachiwa wote wafike mahakamani hapa waweze kuchukua nyaraka ya kimahakama inayowapa ruhusa ya kwenda kuchukua vitu vyao walivyoviacha kule kituo cha polisi au mahabusu walikokuwa.